Msanii Kendrick Lamar kutoka Marekani ameibuka mshindi wa tuzo za BET ambazo zimefanyika usiku wa kuamkia June tarehe 10 mwaka 2025, ambapo ameibuka mshindi wa tuzo 5 kama mmiliki wa ngoma ya Seti for Seti. Rama aliweza kushinda tuzo ya msanii bora wa hip hop katika upande wa wanaume, album bora ya mwaka pamoja na video bora ya mwaka kupitia wimbo wake wa Not Like Us. Tuzo nyingine ni wimbo bora wa kushirikiana na Radha pamoja na mtayarishaji bora kabisa wa video akishirikiana na Dev Free. Rama ameonekana kuwa ni mtayarishaji wa filamu ya Dev Free, pia ameonekana kabisa akiendelea kunyenyua tuzo ambazo tuzo hizo hapo zimeonekana kama ni msanii mkubwa zaidi kuwahi kutokea. Sasa nataka tu nikukumbushe kwamba moja kati ya vitu ambavyo vimeweza kufanya kwamba Kendrick Lamar kuweza kupata tuzo hizi zote 5 ni kulingana tu na lile beef ambalo aliweza kuwa nalo baina yake yeye pamoja na Drake. Na Drake yeye alionekana mwanzoni kabisa kwamba bifu hili ni kama vile amelitawala, lakini Kendrick Lamar aliweza kumdondosha baada ya wimbo wake Not Like Us kuweza kwenda viral kinoma noma kwenye mitandao ya kijamii. Bana, ubishi baina ya Drake pamoja na Kendrick Lamar, nataka nikwambie tu kwamba Drake yeye aliweza kuchukuaga tuzo za BET ambapo ilikuwa ni mwaka 2010 Best New Alt, lakini pia mwaka 2012 Best Male Hip Hop Artist, lakini pia mwaka 2016 Best Group na Future. Sasa mwaka 2020 Best New Collaboration, wimbo ambao ulikuwa unafahamika kwa jina la No Guidance ambao alikuwa amemshirikisha Chris Brown, aliweza kuchukua tuzo ya Best Collaboration of the Year mwaka 2020. Sasa kwa mujibu wa Kendrick Lamar pamoja na Drake, wao bifu lao sasa, na nataka nikwambie kwamba Drake aliweza kuachilia diss track ambayo ilikuwa inamdiss Kendrick Lamar, wimbo wake ambao ulikuwa unafahamika kwa jina la Push Up, ambao wimbo huu ulikuwa ni wimbo wa kwanza kabisa kuachilia wa diss track ambao ilikuwa inamdiss Kendrick Lamar, lakini baadaye akaja kuachilia track ambayo inafahamika kwa jina la Family Matters. Sasa huu wimbo Family Matters watu wengi waliweza kuudisi wimbo wenyewe tu kwa sababu ilikuwa inasadikika kwamba wimbo huu ulikuwa ni wimbo ambao umeandikwa na AI. Kumekuwa kuna baadhi ya watu ambao wanakuwa wanaandika wimbo kwa kutumia platform tofauti za AI ambazo zimekuwa zikiandika wimbo kwamba zinalinganisha tu sauti yako then baadaye zinagenerate wimbo. Sasa wimbo Family Matter ulikuwa umeingia kwenye scandal kwamba umetengenezwa na AI, kwa sababu kama unaofahamu kwamba diss track sometimes ukiachilia leo, yani kwamba kesho pia unaweza kaachilia diss track ambazo zisifanane wimbo, yani kama vile umeachilia Push Up kama vile alivyoachilia Drake. So ni kwamba hata Family Matter ilivyofika ilionekana kama ni wimbo ambao umetoka muda mchache tu baada ya Push Up kuweza kutoka. So Family Matters ukawa umeingia kwenye scandal kwamba uliandikwa na AI. Kendrick Lamar alijump in na wimbo wake wa kwanza kabisa kuenda kuujibu ule wimbo wa kwake Drake ambao aliutoa unaofahamika kwa jina la Push Up, wimbo ambao unafahamika kwa jina la Euphoria. Sasa wimbo huu ambao aliweza kuachilia Kendrick Lamar ulionekana kama umeenda kumdisi vile Drake na kuona kama amejibu mashambulizi, hakuweza kukaa kimya. Baadaye sasa wimbo wake ambao unafahamika kwa jina la Not Like Us ambao uliweza kumfunga midomo bana Drake, na Drake kuonekana kabisa kwamba hii vita ameishindwa. Sasa moja kwa moja kupitia wimbo huu wa Not Like Us ambao umeweza kumtambulisha Kendrick Lamar worldwide, licha kwamba alikuwa ni msanii ambaye anafahamika worldwide, lakini ameonekana kwamba wimbo huu uliweza kumbeba zaidi, hata pia kuweza kupata mafanikio makubwa kabisa ikiwa na mamilioni ya watazamaji katika platform tofauti, na umeonekana ukiendelea kufanyiwa challenge bana katika kila engo duniani, katika kila platform ambazo zinaonekana zinasambaza muziki, lakini pia kusupport kazi za watu wa kutosha kabisa. Hata pia kwenye mtandao wa TikTok kule, Instagram na katika platform zote zimeonekana kwamba zikisupport sana huu wimbo Not Like Us ambao ulikuwa ni diss track tu kwa Kendrick Lamar ambaye yeye alionekana kutoa diss track ambayo inafahamika kwa jina la Push Up na Family Matters, na yeye akamfumba mdomo baada ya kuweza kutoa bana hii diss track ambayo inafahamika kwa jina la Not Like Us ambao pia ulitazama kama vile knockout dhidi ya
Drake. Sasa Drake sasa hivi ameonekana kuto kupokea tuzo za kutosha kabisa za BET, na watu wengi walitegemea labda kulingana na diss track ambayo ilikuwa ni ya Drake pamoja na Kendrick Lamar, basi Drake yeye angeweza kupokea tuzo, lakini kupitia hii knockout ambayo aliweza kupigwa Drake na Kendrick Lamar kupitia wimbo wa Not Like Us, basi umeweza kufanya poa zaidi. Tupe mtazamo wako kwa mdau wa burudani kutoka kipande chochote ambacho upo right now. Bana, uko na mtazamo gani? Usiache kusubscribe, kulike, kucomment, utakuwa umetisha kinoma noma. Chao chao.